wa'lamu antum fi yawmin karimin wa fi shahrin karim. Waja wa Allah, na kuhusieni na nahusia nafsi yangu kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, na mtambue kwamba mpo katika siku tukufu ya Ijumaa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa ha huwa yawmul jumaa fi shahr Ramadhan. Naam, laqad ijtama al-karimani bifadlillahi al-karimul mannan. Ni kweli matukufu mawili yamekusanyika ndani ya siku moja kwa fadhila zake Allah subhanahu wa ta'ala, mpaji na mtukufu. Wama yudrika ma hadha ash-shahr, nini kitakujuza huu mwezi ni mwezi gani? Huwa shahru Ramadhanul mubarak, ni mwezi wa Ramadhani ulio na baraka nyingi. Innahu shahru alladhi anzala Allahu fihi al-Qur'an, ni mwezi ambao Allah ameteremsha ndani yake Qur'ani. Wa qala shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an, shahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ila akhir al-aya. Shahru Ramadhan, mwezi wa Ramadhani ambao Mwenyezi Mungu ameteremsha ndani yake al-Qur'an, iwe ni uongofu kwa wanadamu na ni ubainifu miongoni mwa miongozo iliyotangulia, na ni kipambanuzi baina ya haki na batili. Kisha Allah akasema, basi kwa atakayefikiwa akiwa hai na mwezi wa Ramadhani miongoni mwenu ninyi Waislamu, falyasumu, na afunge saumu ya mwezi huu wa Ramadhani. Anzalallahu al-Qur'ana min khairi makanin wa huwa lawhun mahfudh, ndani ya mwezi huu Mwenyezi Mungu ameteremsha Qur'ani kutoka mahala patakatifu mno, nako ni lawhun mahfudh. Wa anzalahu fi a'zami makanin fil ardi wa huwa Makkah al-Mukarrama, na akateremsha Qur'ani ndani ya mwezi huu wa Ramadhani katika mahala patakatifu kuliko pengine duniani, nako ni katika mji mtakatifu wa Makkah. Wa anzala al-Qur'ana fi a'zami laylatin wa hiya laylatul qadri allati huwa khairu min alf shahr, na akaiteremsha Qur'ani katika usiku wenye cheo mtukufu kuliko mausiku yote, nao ni usiku wa Lailatul Qadri ambao ni bora kuliko miezi 1000. Wa anzalahu fi a'zami shahrin wa huwa shahr Ramadhan, na akaiteremsha Qur'ani katika mwezi mtukufu nao ni mwezi wa Ramadhani. Wa anzalahu min Jibrilil amin al-amin fi as-sama ila ruhil amin Muhammadin ibn Abdullah, akaiteremsha Qur'ani kutoka kwa muaminifu Jibril, muaminifu wa mbinguni. Qur'ani kashusha kwa muaminifu wa ardhini, naye si mwingine ni Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, adhama al-khalqi khalqan wa khuluqa, katika viumbe wa Allah aliye mtukufu zaidi kwa umbile na kwa tabia. Wa huwa Muhammad ibn Abdullah khairu man qama wa sama, ni mbora katika waliosimama na wakafunga. Tibul qulubi wa dawaiha, yeye ndiyo dawa ya nyoyo na ndiyo tiba ya nyoyo. Wa shifaul abidani wa afiyatiha, na yeye ndiyo shifa ya kiwiliwili na ndiyo afya yake. Wa nurul qulubi wa dhiyauha, ndiyo nuru ya nyoyo na ndiyo mwangaza wake. Khairu man sama Ramadhan wa qam wa khairu man ahya layalihi qiyaman wa sujuda, mbora katika waliofunga saumu ya Ramadhani na wakasimama wakihuisha usiku wa mwezi mtukufu wa Ramadhan. Sallallahu alayka ya alama al-huda mahabbatin nasaim wa ma nahat ala al-ayki al-hamaim wa asana Allahu minka lam taraqat aini wa ajmala minka lam talidu an-nisaa. Sallallahu ala rasulillah. Mahabbatin nasaim sallallahu alayka
mahabbatin nasaim. Allah kumiminia rehema ewe mtukufu wa daraja pindi pepo zinapovuma. Wa manahat ala al-aiki al-hamaim wa ahsanu minka lam taraqattu aini. Aliye mzuri kuliko wewe jicho langu alijapata kuona. Wa ajmalu minka lam talidu nisaa. Na aliye mzuri wa sura kuliko wewe hajapata kuzaliwa na mwanamke yeyote. Ilahi, ilahi, ya ilahi, lamma ariftu bi anna qalbi farighun mimman siwaka mala'atuhu bihudak wa mala'atu kulli mink hatta lam ada fiya makanan khaliyan lisiwaka. Ewe Mola wangu kipenzi, mara nilipogundua moyo wangu unapapatika kwa wale wasiokuwa wewe, mala'atuhu bihudaka, nilifanya haraka kujaza moyo wangu kwa uongofu wako. Wa mala'atu kulli mink, na nikajaza kila sehemu ya mwili wangu yatokanayo na wewe. Hatta lam ada fiya makanan khaliyan lisiwaka, sikuachapo ndani ya mwili wangu sehemu yoyote ambayo iko wazi inaweza ikakaliwa na mwingine asiyokuwa wewe. Sallallahu ala al-bashir an-nadhir sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Ibadallah, ma'ashara al-mu'minin, la shakka anna shahra Ramadhan al-mubarak huwa a'zam mawasimi al-mu'min wa aghlaha. Hapana shaka kwamba mwezi mtukufu wa Ramadhani ndio msimu uliokuwa bora zaidi kwa muumini kuliko mwingine wowote, na ndio kilele cha misimu ya mwanadamu. Mwanadamu anayo misimu mingi. Kuna msimu wa mvua, kuna misimu ya biashara, kuna misimu ya mambo mbalimbali, kuna misimu ya kisiasa na mingine. Lakini kwa Muislamu hakuna msimu ulio bora kama wa mwezi wa Ramadhani. Wa anfasiha wa ashrafiha wa azkaha, msimu ambao una nafasi kubwa zaidi, mfumo ambao ni mtukufu zaidi, msimu ambao ni mtakatifu kwake yeye kwa matendo ya nafsi, hakuna kama Ramadhani. Innahu musimun nafisun jalil, ni msimu ambao nafisul jalil, wenye matukufu yanayofuatana ndani yake. Inna fihi nasamatul khairat, ndani ya Ramadhani kuna pepo zinazovuma za mambo ya kheri. Walaysa lahu fil mawasim shabihun wala mathil, hakuna katika misimu mingine yoyote unayojua wewe msimu unaofanana na Ramadhani au msimu unaoshabihiana na Ramadhani. Fahanikan lakum ahibati fillahi wa uhanni nafsi bikudumi shahr Ramadhan. Pongezeni, hongereni enyi ndugu zangu katika imani, na naipongeza na nafsi yangu kwa kufikiwa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Wa ubashirukum kama kana al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam yubashiru ashabahu fayaqul, na kupeni habari njema kama alivyokuwa mtume akiwapa habari njema maswahaba wake akisema, atakum Ramadhan shahrun mubarak, umekujieni mwezi wa Ramadhani, mwezi wenye baraka. Faradallahu alaykum siyama, Allah amefaradhisha ndani yake saumu. Tuftahu fihi abwabu samaa wa tughallaqu fihi abwabul jahim, panafunguliwa milango ya mbingu ya rehma na milango ya jahannam inafungwa. Wa tughallu fihi maradatu shayatin, na yale mashetani makorofi yanakuwa yamefungwa. Lillahi fihi lailatun khairu min alfi shahr, na hapa kwa jina la Allah ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna usiku ulio bora kuliko miezi 1000. Man hurima khairuha fakad hurim, yule ambaye atakuwa mzembe akanyimwa khairi zilizoko ndani ya Ramadhani, basi huyo ndio mtu aliyenyimwa. Kama kuna kitu ambacho mtu atanyimwa na anungunike, hakika ni kukosa khairi za ndani ya Ramadhani. Wala sio fedha, wala sio madaraka, wala sio mali, wala sio watoto, wala sio mume wala mke, ni kunyimwa fadhila na khairi za mwezi wa Ramadhani. Wa yaqulu al-Mustafa sallallahu alayhi wasallam,
Atakum shahru Ramadhan, shahrun baraka. Umekujieni mwezi wa Ramadhan, mwezi wenye baraka. Yaghshakumullahu fihi birahmati, Allah anakufunikeni ndani ya mwezi wa Ramadhani kwa rahma zake. Wa yahuttul khataya, na anakufutieni makosa yenu. Wa yastajibu du'a, na anaitika maombi yenu. Wa yanzuru ila tanafusikum fihi, na anaangalia kushindana kwenu ndani ya Ramadhani kwa kheri. Mnavyoshindana, nani awai kwenye sala, nani afuturishe, nani awasome Qur'ani zaidi, nani asimame visimamo vya usiku. Allah anaangalia hicho. Wa yubahi bikumul malaika, na mwisho yote Mwenyezi Mungu anajiringishia kwenu ninyi kwa malaika wake. Anawaambia, angalieni waja wangu hawa, wameshindana njaa, wameshindana kiu, wameacha kila ambacho nimewaruhusu min ajli, kwa ajili yangu tu basi. Fa'arallaha min anfusikum khaira. Kwa hiyo ndugu zangu, muonyesheni Mwenyezi Mungu, tumuonyeshe Mwenyezi Mungu kutoka ndani ya nafsi zetu khairi. Fa inna shaqiya man hurima rahmatallah. Bwana Mtume akamalizia akisema, hakika shaqi, mtu ambaye hayupo katika rehema za Allah, ni yule aliyenyimwa neema na rehema za Allah ndani ya Ramadhani. Ramadhana aqbala ya ulil albabi, Ramadhani imekuja enyi watu wenye akili. Fastaqbiluhu ba'da tuli ghiyabi, upokeeni baada ya kuwa ulikuwa umepotea kwa muda mrefu. Amun madha min umrina fi ghafla, mwaka mzima umepita katika umri wetu tukiwa tumeghafilika. Fatanabahu fal umru dhillu sahabi, zindukeni kwani umri ni kama vile kivuli cha wingu, hakikai, ni chenye kuondoka. Tahayyau litasabburin wa mashaqqa, jiandaeni kuwa ndani ya Ramadhan ni wenye subira na kuhangaika. Fa ujuru man sabaru bighairi hisabi, na ujira wa wenye kusubiri hauna hesabu. Falillahi yajzi saimina liannahum, na kwa Mwenyezi Mungu anawalipa waliofunga kwa sababu min ajlihi taibu bikulli sihabi, kwa ajili yake wamepata tabu kwa kila lenye kupata shida. Ibadallah, inaha ya ibadallah bashairun adhima, enyi waja wa Allah, kwa maneno haya bila shaka Ramadhani ni bishara iliyokuwa njema na tukufu. Wa kaifa la, kwa nini isiwe hivyo? Wa kaifa la yubshiru almu'min bishahrin mulian bil khairati wal barakati, vipi asio ni mwenye kufurahikiwa mu'min kuhusu mwezi uliojaa ndani yake khairi na baraka. Wa tazayyudin nafahati warahmati, mwezi uliojaa ndani yake kila aina ya rehma na kila aina ya pepo za khairi. Wa mudhaafati alhasanati wadarajati, mwezi ambao ndani yake ni kuzidishiwa mema na kuzidishiwa daraja mbele ya Allah. Wa kaifa la yubshiru almu'min bilailatin hiya khairun min alf shahr, vipi asifurahikiwa muumini kuhusu usiku ambao ni bora kuliko miezi 1000, usiku ambao haupatikani ila ndani ya mwezi wa Ramadhani. Man hurima khairaha fahuwa almahrumu haqqan, kama alivyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakayekuwa amenyimwa khairi za mwezi huu, huyo ndio amenyimwa kweli kweli. Kaifa la yubshiru almu'min bimusimin tadha'afat fihi furasur ribhi wan najah, vipi asifurahikie muumini kuhusu msimu wa Ramadhani ambao ndani yake kuna fursa za kujipatia faida nyingi na mafanikio. Wa uzilat anhu almuawiqati walmuthbitati, na ameondoshewa vipingamizi vya ibilisi, ameondoshewa vikwazo vya ibilisi. Watanawati awamilu tashji'i walmuhaffazati, na kuna aina nyingi ndani yake za namna ya watu kutenda mema na kujikurubisha kwa Allah. Famaradatu shayatinu kad sufidat, vitimbi vya shetani vimefungwa. Wasahaibul imani kad habbat wa aqbalat, na mawingu ya imani yamekurubia na hakika yamekuja kwetu sisi. Wa buyutullahi kad izdadat umratiha, na majumba ya Mwenyezi Mungu watu wamezidi kuyajaza ndani ya mwezi wa Ramadhan. Wa nafahatu rahmani danat wa tanazalat, na hakika rehema za Allah zimekurubia na zimeshuka ndani ya mwezi wa Ramadhan. Wa da'awatul muslimin kad lahajat wa saidat,
na maombi mbalimbali ya Waislamu waumini dunia nzima wanainua mikono yao kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nufusun katashawaqat wa tahayyat, na nafsi zimekuwa na shauku ya mwezi wa Ramadhan, wa tahayyat, na zinajiandaa. Wa rabbur raufur rahim jalla wa ala kad akramana bi'afwihi wa hilmihi wa ghammarna bimaghfiratihi wa sitrihi, na Allah jalla jalalu ametusamehe, ametukirimu kwa msamaha wake na kwa huruma yake, na ametufinikiza kwa maghfira na sitara yake katika mambo mbalimbali. Yunadina ala lisani habibina Muhammad, Allah anatuita kupitia ulimi wa kipenzi chetu Nabii Muhammad. Madha yaqulu rabbuna? Yaqul qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim, ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قل سمع يا محمد waambie, enyi waja wangu ambao mmepindukia mipaka katika nafsi zenu, mkaniasu mwaka mzima takuimalizika Ramadhani mwaka jana, la taknatu min rahmatillah, msikate tamaa na rehema za Allah. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jamia, Allah anasamehe madhambi yote mpaka la kumshirikisha Allah. Kuna aya inasema wala yaghfiru an yushraka bihi, Allah hasamehi kushirikishwa. Iliposhuka aya hii maswahaba wakasema farihina farhatan kabira, tulifurahi mno. Aya hii ndiyo inayoweka kwamba hakuna dhambi isiyosamehewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim, yeye ni msamehevu na mrehemevu. Wa yuakiduha lana bisighatil mubalagha, na Allah anatuwekea kwa tamko lenye nguvu. Anasema katika aya nyingine, wa inni laghafarun liman taba wa amana wa amila salihan wa amila salihan thumma ihtada. Wa inni laghafarun bila mutaukid, na hakika mimi ni msamehevu mno. Kwa nani? Liman taba, kwanza kwa mwenye kutubia, wa amana, na mwenye kumwamini Mwenyezi Mungu, wa amila salihan, na mwenye kutenda matendo mema, thumma hatada. Mambo manne yametajwa katika aya moja. Wa inni laghafarun, mimi ni msamehevu mno kabisa. Liman taba, kwa yule mwenye kutubia, wa amana, na akamwamini Mwenyezi Mungu, wa amila salihan, na akatenda matendo mema, thumma hatada, kisha akawa mwenye kuongoka. Wa huna ayuha alikhwa sirru Ramadhan. Ndugu zangu katika imani, katika aya hii ndiko kwenye siri ya mwezi wa Ramadhani. Arifaha man arifa wa jahilaha man jahala, atakuwa amefahamu siri hiyo mwenye kujua, na atakuwa amekuwa ni jahili asijue yule ambaye amejifanya kuwa jahil. Sirru Ramadhan la ya'lamuha kathirun minan nas wa hatta saimun, ni siri ya Ramadhani ambayo wengi tumeghadhibika nayo, hata sisi tuliofunga. Huna uri'at khisalu wa arshadana Allahu lana bimaghfiratihi. Katika aya hii Mwenyezi Mungu ametuelezea mambo manne ambayo ili tusamehewe lazima tuyatekeleze. Wallahu yaqul ala lisani al-Mustafa yubsitu yadahu bil-layli liyatuba musii'un nahar, anakunjua mikono yake usiku ile aliyetenda dhambi mchana atubie usiku. Wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musii'ul layl, na anakunjua mikono yake wakati wa mchana ili aliyefanya dhambi usiku atubie. Wa yunadi jalla jalalun ya ibn adam, na Allah anasema katika hadithi al-Qudusi,
ya ibn Adam innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Mwanadamu, pindipo wewe utaniomba, warajautani, utaniomba msamaha na ukataraji mimi ndio mwenye kusamehe, ghafartu laka, mimi nimekusamehe, ala ma kana, kwa madhambi yote ulionayo na kusamehe, ala ma kana minka wala ubali, na wala sintojali chochote kile. Wayakulu ya ibn Adam, mwanadamu, law balagati dhunubuka anana sama thumma astaghfartani ghafartu lak. Mwanadamu, hata madhambi yako yangekuwa mengi mpaka yakafikia katika mawingu, ncha za mawingu, thumma astaghfartani, kisha ukaniomba msamaha, ghafartu lak, nitakusamehe. Ya ibn Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqaitani la tushriku bi shay'a la ataituka biqurabiha maghfira. La ungenijia ukiwa na mjazo wa ardhi mazambi ulioyatenda, kisha ukafika kwangu mimi ukiwa umshirikishi Mwenyezi Mungu na chochote, la ataituka biqurabiha maghfira, mimi ningekuijia kwa kiwango kama hicho msamaha wangu kwa ajili yako. Allahu akbar. Wama dhalika maala safi shadid, pamoja na yote hayo masikitiko makubwa, yafutu na hadha kullu min ajli tamanni, yote yanatupotea haya. Msamaha wa Allah, huruma, kufunguliwa milango ya pepo, vyote vinatupotea ndani ya Ramadhani hii kwa sababu ya atamani, kuishi katika Ramadhani kwa kutamani. Unatamani uwe mcha Mungu, unatamani usome Qur'ani lakini husomi, unatamani utoe sadaka lakini hutoi, unatamani ufanye kheri, usimame usiku lakini husimami. Atamani. وروي أثر عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه قال ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. إمام حسن البصري katika tabiina amepokelewa akisema, imani si kwa kutamani, bali imani ni kile kilichokita ndani ya moyo, wasaddaqahu al-amal, na kikathibitishwa kwa matendo. Wa inna qauman kharaju min ad-dunya wala amalu lahum, kuna watu watatoka duniani na wala hawana matendo mema. Waqalu, lakini wao walikuwa wakisema, nahnu nuhsinu dhanna billahi, sisi tuna dhana nzuri na Mwenyezi Mungu. Sisi Mwenyezi Mungu mimi bana namwamini kabisa, lakini hutendi lolote katika mema. Anasema Hasan al-Basri, wakadhabu, hao wamesema uongo. Law ahsanu dhanna lillahi la ahsanu al-amala lillah, wangekuwa wana dhana nzuri kwa Allah, lazima wangefanya na matendo yao yakawa mazuri kwa ajili ya. Yaqulu ta'ala, wa inni laghafar walakin liman, aya tulizotangulia kusema, Allah anasema hakika mimi ni msamehevu, lakini msamehevu kwa nani? Kwa kuwa umefunga tu Ramadhani ndio Mungu anakusamehe? Kwa kuwa unafanya hili na lile katika Ramadhani basi, alafu baada ya Ramadhani unaondoka, misikiti inabakia yatima. Hadhihi almanabiru tabki wal masajidu tabki, mimbari hizi huwa zinalia, misikiti inalia, biqillatul mu'minin baada Ramadhan, kwa uchache wa waumini baada ya Ramadhani. Allah ndio akasema liman taba, tutubie kwanza kwa hilo. Toba ya kwanza ya Muislamu atubie kwamba mwaka mzima yuko mbali na Allah. Hiyo ndio toba ya kwanza ambayo Allah anaitaka. فإذا يجب أن نتوب يا عباد الله ولأننا مذنبون ليلا ونهارا. Tunatakiwa tutubie enyi waja wa Allah, kwani sisi tunatenda madhambi usiku na mchana. La pili linalotakiwa ni nini? Mwenyezi Mungu anasema wa amana, au anamwamini Mwenyezi Mungu. Alasna bil mu'minin, kwani sisi sio waumini? La'allana lasna bil mu'minina haqqal iman, huenda hatuna uimani ya kisawasawa. Ndio maana Allah anasema illa liman taba wa amana. Mwenyezi Mungu ameongeza wa amana, kama utatubia lakini hujajenga imani yako biilmi al-yaqini, katika ilmu yenye yaqini juu ya Allah, nguzo sita za Uislamu, hata ungeliswali na kufunga na namna gani, lam yatuba lak, Mwenyezi Mungu hawezi kukusamehe. Thumma qala wa amila salihan,
kisha akasema awe ni mwenye kutenda matendo mema. Fasiyamu biduni amali salihat la yajlibu maghfiratan min Allah. Huu ni ushahidi kwamba kufunga saumu bila kuwa na matendo yaliyo mema. Unafunga saumu ya Ramadhani hausali, unafunga saumu ya Ramadhani hutendi matendo mema, hakika hakuna msamaha wa Allah kwa namna hiyo. Si swala la kudiriki Ramadhani na kufunga, lazima iwe ni kudiriki Ramadhani na kufanya ibada mbalimbali. Thumma khatama subhanahu wa ta'ala biqaulihi thumma ihtada. Kisha Allah akakamilisha mtiririko wa mambo manne akasema thumma ihtada, ay thumma ittakhadha sabilahu ila alkhairi wan najat hatta baada Ramadhan. Baada ya kutenda yote hayo, umetubia ndani ya Ramadhani, umetenda matendo yaliyomema, umemwamini Mwenyezi Mungu, umetenda matendo yaliyomema, hauwezi kukamilishiwa msamaha mpaka uendelee na hayo baada ya Ramadhani. Vinginevyo ni mchezo tunaoucheza kila mwaka. Tunaingia kwenye Ramadhani ka Abi Bakari wa Umar, kama Abu Bakari na Umar. Tukimaliza Ramadhani ka Abu Jahal wa Abu Lahabi, tunakuwa kama Abu Jahli na Abu Lahabi. Hunaka man yaabudu shahru Ramadhan, yaabudu Allah fi Ramadhan, falamma insalakha Ramadhan marra ka'an lam kana yasumu fi Ramadhan. Wako miongoni mwetu Waislamu ni kama vile hatumwabudu Allah, ni kama vile sisi tunaabudu Ramadhani. Manake ikiingia tunatetemeka, ikiondoka Ramadhani tunarudi tulikokuwa, kama vile hatukufunga. Ukikutana na mtu unajiuliza, huyu si ndio yule tulikuwa naye Ramadhani huyu? Na wala sio mbali, siku ya Idi tu, siku ya Idi wala sio mbali. Hao tunaoswali nao ukikutana naye mtaani utadhani sio yule. Sakaranun, amelewa, au khabithu thiyabi, ana mavazi ya hovyo, tena hutegemei ni yule mvaa kanzu na kilemba na tasbihi mkononi ndani ya mwezi wa Ramadhani. Ibadallah, qala Nuh alayhi salatu wasalam, ya qaumi astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banin ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. بارك الله لي ولكم بالقرآن الكريم ونفعني بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا فاستغفر الله لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله حمدا حمدا واشكر له شكرا شكرا واشهد ان لا اله الا الله وان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله في الاولين والاخرين. اما بعد فيا عباد الله ايها الصائمون والصائمات, enyi waumini wanaume mliofunga na enyi waumini wanawake mliofunga, itakullaha wa kunu ma'as sadiqin, mcheni Mwenyezi Mungu na muwe pamoja na wakweli. Tabia ya kuendelea kumdanganya Mwenyezi Mungu kila Ramadhani, nyoyo zikashtuka, tukajaza misikiti, tukavaa na mavazi, tukaonekana kama malaika yamshuna alal ardhi, wanaotembea kwenye mgongo wa ardhi. Thumma baada Ramadhan na'udu ila ma kunna fi, tunarudi katika yale tulikuwa nayo. Tabia hii sio tabia ya watu wa kweli hata kidogo. Wakunu mimman yastami'u alqawla fayattabi'una ahsana, kuweni katika wale wanaosikiliza mawaidha, maneno ya Allah na mkafuata yaliyo mema. Ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika humu ulul albab, hao ndio ambao Allah amewaongoa na hao ndio watu wenye akili zilizo sawa sawa. Mashara almu'minin as-saimin wa saimat,
enyi waumini wanaume mliofunga na wanawake, takhayalu rajulan miskinan muhtajan, kuna mtu alikuwa maskini tena mwenye shida, wakana yamuru alaihi ahdul muhsinin alkibar min alaghniya, ikawa anapita mtu tajiri katika watu wema. Sio kila tajiri ni mwema, huyo alikuwa ni tajiri mwema. Fayaqulu lahu, alipokutana naye huyo mtu maskini akamwambia, iftah jaybaka liamlaahu laka dhahaba, fungua mfuko wako ili nikujazie dhahabu humo ndani. Fayaqulu lahu almuhtaju, yule mwenye shida anamwambia huyu bwana, laysa liya juyub, mimi sina mfuko. Fayaqulu lahu almuhsin, atani biwi'ain amla lak, basi niletee chombo chochote kile mimi nikujazie dhahabu. Fayaqulu laysa indi wi'a, akamjibu akisema mimi sina chombo chochote kile. Fayamdhi almuhsin duna an yaghnima almiskinu minhu, yule maskini akabakia, yule mtu mwema tajiri akaondoka na miskini hajanufaika na chochote. Liyasbaha ba'daha mudhriban lilamthali fi danaati alhimma, akaja kupondokea kwa katika watu kupigiwa mfano kwamba ni mtu ambaye hana hima hata ya kutafuta chombo cha kuwekewa dhahabu. Biladatul ajz, ni miji ya watu wenye ajizi. Khudh ya faqir, qala laysa maya ma yuwan, chukua hivyo fakiri dhahabu, anamjibu sina mimi cha kuwekea. Wa sadaka man qala, amesema kweli yule aliyesema. Mfano huo ni kama mfano wetu sisi na Ramadhani. Ramadhani imekuja kama tajiri mwenye kheri nyingi, alafu anatuambia fungueni mifuko yenu ili niweke humo ndani yaliyo mema. Sisi tunamwambia bilisani alhali, kwa lugha ya kivitendo tunaiambia Ramadhani, sina mfuko mimi wa kuwekea kheri. Basi tafuta chombo chochote kile angalau kidogo mimi nitie kheri humo. Tunaijibu Ramadhani, sina chombo chochote. Ramadhani inamalizika, inaondoka bi khairatihi, na kheri zake na kila kitu chake. Tunabakia sisi vile vile maskini wa matendo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sadaka man qala wala mara fi uyubin nasi aiban kaajizil qadirina ala tamami, msemaji amesema kweli aliyesema, sijawahi kuona jambo la aibu kuliko mambo yote isipokuwa kule kutokutenda kwa watu wenye uwezo wa kutenda. Watu wenye uwezo wa kutenda sawa sawa, vijana wenye uwezo wa kumwabudu Allah wanasubiri mpaka muda wa kuswali kwa viti msikitini ufike ndio mtu anashtuka. Wakati ule anaweza akaenda chini na kuinuka kama spring, hana habari ya sala. Anasubiri kama wanavyosubiri walio kwenye nafasi za madaraka mpaka wastaafu ndio warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wako wanasubiri mpaka wastaafu ndio waende hija. Allah wabariki wale wenye kumkumbuka Allah pamoja na ajira zao huko waliko. Hadha huwa wallahi ya ibadallah wama hadharana minhu al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam haithu qala atani Jibril faqala ya Muhammad, alikuja Jibril akaniambia ya Muhammad, man adraka shahra Ramadhan famata wa lam yughfar lahu, aliyediriki mwezi wa Ramadhani na akafa, iwe ni katika Ramadhani au baada ya Ramadhani, wa lam yughfar lahu, akawa hajasamehewa na Allah, faudkhila nar faabadahu Allah, akaingizwa motoni, basi Allah mtu huyo amemweka mbali na yeye. Qul amin, sema amin. Qala Rasulullah faqultu amin, mtume akasema nikaitikia amin. Fakaifa nanju ya ibadallah, tutaokokaje yenye waja wa Allah? Dua imeombwa na Jibril, aliyeitikia amini ni mtume wa Allah. Tunaokokaje ikiwa mwendo wetu ni huu Ramadhani ila Ramadhani? Tutanusurikaje? Dua ya Jibril, al-aminu minas sama ila al-amini fil ardh wa amanahu al-rasul wa qala amin. Mtume akasema amin, na iwe hivyo. Atakaifikwa na Ramadhani ikaondoka hajasamehewa kwa sababu ya uvivu na uzembe wake, na iwe hivyo. Fastaidhu billahi ya ibadallah an tamurra bikum mawasimul khair wa fursus saada,
takeni kwa Mwenyezi Mungu msaada, jilindeni na Allah, isipite msimu huu wenye mambo ya kheri na fursa za mafanikio. Thumma la tasduduna alhuda wala tarhununa anhu alhawa, kisha mkawa muongezi uongofu kwa msimu wa Ramadhani na wala hamkati matamanio yenu ya nafsi. Ana Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah ma ata almuslimina shahru khairun lahum min Ramadhan. Hadithi ilipokelewa na Abu Hurairah, anasema mtume wa Allah, Muislamu hajafikiwa na mwezi ulio bora kuliko Ramadhan. Wala ata ala almunafiqina shahrun wala ata ala almunafiqina shahrun sharru lahum min Ramadhan. Muumini hajafikiwa na mwezi wenye kheri kuliko mwezi wa Ramadhani, na hujamfikia mnafiki mwezi wenye shari kuliko mwezi wa Ramadhani. Thumma qala fi nihayati alhadith, kisha mtume akasema mwisho wa hadithi, huwa ghanamun lilmu'min wa niqmatun lilfajir. Mwezi wa Ramadhani hakika ni chumo kwa waumini, lakini naqama ni balaa. Mwezi wa Ramadhani ni balaa kwa watu waovu. Ramadhan ahibati fillah fursatun wa ayu fursa, vipenzi wa Allah, Ramadhani ni fursa iliyo bora namna gani? Zamanun wa ayu zaman, ni wakati na ni wakati bora ulioje. Inao musimu nadhim, huu ni msimu mkubwa. Yad'una aljiddi wal amal, unatuhitajia tuwe ni watu wenye kufanya juhudi na kutenda mema. Watarki tawani wal kasal, na tuache uvivu na uzembe. Falinastanfira ya ibadallah, kwa hivyo tuwe ni wenye kukimbilia kwa Allah, yenye waja wa Allah. Kullu taqatina wa qudratana wa awqatana, kwa kila nguvu zetu na uwezo wetu na wakati wetu. Walnastamira kulla awqatina wa imkaniyatina fi dhil muhimmat, na tutumie nyakati zetu na nguvu zetu katika mambo yenye maana na sisi. Asa an nuwafika fayardhi anna rabbul alamin, huenda tukaafikiwa na Allah akaturidhia na sisi. Wasa an la nafrita fanakuna min almahrumin, na ili tusiwe ni katika wale waliopitwa na Ramadhani tukawa katika watu walioharimikiwa. Limadha kathiru min as-saimina fi zamanina hadha yauduna ila ma kanu fihi wa alayhi kabla shahr Ramadhan. Kwa nini wengi katika watu wa zama zetu tunarudi katika hali tuliyokuwa nayo baada ya mwezi wa Ramadhani? Yauduna ila al-masiya wa qillatul amal wa khubthu al-akhlaq, wanarudi katika maasi na kutenda kheri kwa uchache na tabia zilizo njema. Hunaka sittatun asbabun, kuna sababu sita, zisikilize vizuri ndugu yangu katika imani. Al-awwal al-jahlu fi din, la kwanza ni mtu kutokujua dini. Watu tunafunga saumu tukiwa hatujui chochote katika Uislamu. Maarifu ma hadafu siyam wa ma ghayatu siyam, bal samu li anna an-nas yasumun wa sallu li anna an-nas yusallun wa qamu bil-layli bi anna an-nas yaqumun. Watu wanafunga saumu kwa sababu wanaona wengine wamefunga. Watu wanaswali kwa sababu wanaona mbona wanaswali, mimi nikibakia watanishangaa. Watu wanasimama kisimamo cha Ramadhani kwa sababu wengine wanakwenda msikitini. Fashahru Ramadhanu lahum kamusimu sayaha, mwezi wa Ramadhani kwa watu kama hawa ni kama msimu wa utalii. Ni kama msimu wa utalii. Watalii huwa hawakai moja kwa moja, wanakuja kila siku Zanzibar, muda wa zile visa zao ukiisha wanaondoka. Kuna Waislamu leo ni watalii katika Ramadhani, wanakuja kutalii, Ramadhani ikiondoka wanaondoka, wanakwenda zao. Walidha hum mashghuluna bil ukli wa shurbi wa anwa'il muladhat, ndio maana wanashughulika na masuala ya kutafuta vyakula na vinywaji na aina nyingine. Mwezi wa Ramadhanu lahum kasukin kabir, mwezi wa Ramadhani umekuwa kama soko kubwa kwao. Iftatiha al-gharaiza anfusihim, soko lilofunguliwa kukidhi matamanio yao ya vyakula wavipendavyo, vinywaji wavipendavyo. Fayarkudhuna fi dunya liyanalu an-nuqud min ajli Ramadhan karakbil himar, kwa sababu ya kutafuta vyakula vizuri vya Ramadhani, vinywaji vizuri, wanakimbizana kwenye ardhi kama anavyokimbizana punda ili waweze kupata pesa za kukimu mahitaji ya Ramadhani. Hebu jiulize, vyakula unavyokula Ramadhani, kwa nini hauli katika siku nyingine? Siku nyingine nyumba nyingi zina mlo mmoja wa aina moja tu. Kama ni wali ni wali, kama ni ugali ni ugali, kama ni matoke ni matoke, magimbi ni magimbi. Acha ije Ramadhani, mtu anasema lazima mkono utembee.
Raha ya Ramadhani drafti bwana. Anaweka vyakula 10, anakula kidogo, vilivyobakia vinamwagwa jalalani. Hakadha nahnu almuslimin min masharik al-ardh wa magharibiha illa man rahimahumullah. Hiyo ndio hali ya Waislamu mashariki na magharibi mwa ardhi, ila wale ambao Allah amewarehemu. Mashariki ya Kati ulifanyika uchunguzi na shirika moja kuangalia gharama wanazotumia Waislamu ndani ya Ramadhan. Fawajadu malayar min dolari Amerikia, wakakuta gharama ni mabilioni ya dola. Min ajili madha? Min ajili al-iftar, min ajili suhur, kwa ajili ya iftari, kwa ajili ya daku, vyakula. Hata rufiat al-as'ar, mpaka bei za bidhaa zinapanda katika miji. Nani anapandisha bei za bidhaa? Wallahi tusilalamike. Tunapandisha bei za bidhaa sisi wenyewe kwa sababu tunataka kununua matumizi ya nyumbani zaidi ya matumizi tuliyokuwa nayo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Wa hunaka man yakridh, wako wanaokopa kwa ajili ya Ramadhani. Limadha? Hal hadha shahru al-ukli wa shurb? Huu ni mwezi wa kula na kunywa? Am shahru siyami wal qadhi wa dhabt an-nafs? Au ni mwezi wa saumu na kupambana na kuzuia nafsi? Huu ni mwezi wa kula na kunywa? Tamam. Undhuru ila rasulillah, kaifa kana rasulullah fi Ramadhan, kaifa kana iftaruhu. Angalieni maisha ya mtume, iftari yake ilikuwaje? Kana yuftiru bil aswadaini. Mtume akifuturu vitu viwili vinaitwa al-aswadaini, vyeusi viwili, at-tamr wal ma. At-tamr wal ma, tende na maji. Wa huwa rasulullah. Man anta? Huyo ni mtume wa Allah. Mlo wake Ramadhani nzima, iftari yake tende na maji. Wewe unataka siku hii iftari nyingine za aina kadhaa, kesho utaki kurudia. Watu mpaka wamepanga ratiba kila siku vyakula gani. Wama natija tudhalika? Nini natija ya hilo? Kushiba mpaka hatuwezi visimamo vya usiku. Nini natija yake? Kuongezeka uzito ndani ya Ramadhani. Kuna watu wanaongezeka uzito ndani ya Ramadhani wakati litegemewa kwa kuwa tunajinyima tupungue uzito. Hadhihi musiba ayuha ikhwa. Huu ni msiba mkubwa. Alafu tunalalamika bei za bidhaa zimepanda. Mnapandisha wenyewe. Ebu kateni, amua kuanzia leo mimi namuiga mtume. Naam, iftari hayambiwi iwe mbaya mbaya, iwe iftari yako nzuri, lakini amua iwe moja tu. Rudi nyumbani, mwambie mke wako, tumeambiwa leo mtume akifuturu tende na maji. Mimi si uwafuturushini tende na maji, lakini mimi tutafuturu iftari moja kila siku. Kinachobakia kwenye gharama yetu ya iftari tutakuwa tunasaidia majirani ambao hawana, na mayatima na wajane na miskini. Tutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Uone nini kitatokea. La pili ambalo linaturujisha kwenye matendo yetu yale yale ya Ramadhani, al-khuludu ila al-ardh, ni kung'ang'ania matamanio ya katika ardhi. Atamau ila mata'i dunia, ni tamaa ya maisha ya dunia. Wa mal hayatu dunya illa mata'ul ghurur, hayakuwa maisha dunia ila ni starehe ndogo tu. Mara ghafla mmekufa. Anas ibn Dinari alikwenda makaburini, akaangalia makaburi, akarudi akaandika mashairi akisema, ataitul qubura fanadaituha wa aina almu'azzam wa aina almuttafir wa aina almuzakka bisultanihi wa aina almu'izzu bimalihi asma sauta wala ara shakhsa tasawwu jami'an fama mukbirun wa matu jami'an wa mata al-khabaru. Ataitu al-qubura fanadaituha, nimekwenda makaburini nikawaita walioko pale kwa majina. Ewe fulani, ewe fulani. Hakuna alichokipata kwa sababu makaburi yalikuwa karibu na mawe, sauti ilikuwa inarudi kwake yeye mwenyewe. Tena alisema maneno gani? Ayuhal amwat, enyi maiti. Sauti karudi kwake, ayuhal amwat,
Aliporudi akaandika mashairi, ataitul qubura fanadaituha, nimeenda makaburini nikawaita wale mle ndani, lakini sikujibiwa na yote. Asma sautar, nimesikia sauti tu, wala ara shakhsan, wala sijaona mtu yoyote yule. Tasawwau jami'an fama mukhbirun, wote wamekuwa sawa pale. Malikuhum wa ghaniyuhum wa faqiruhum, yule aliyokuwa mtawala, yule aliyokuwa fakiri, aliyokuwa tajiri. Tasawwau jami'an fama mukhbirun, wote wamekuwa sawa pale makaburini, hakuna kumpasha mwingine habari. Wamatu jami'an wamata al-khabaru, wote wamekufa na hakuna mwenye kumpasha mwingine habari. Ndugu zangu katika imani, lazima tuwe ni wenye kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuwezeshe kuingia katika Ramadhani tukiwa ni wenye kumshukuru na kwenye mambo ya kheri mwenye kukimbilia. Ibadallah, ittaqullah wa qumu fi ramadhanikum haqqa iqamati, sumu haqqa siyama. Simameni katika Ramadhani kisawa sawa. Si mchezo Ramadhani, si jambo la kutamani. Fungeni somu yake iliyo sawa sawa. Ifalul khairat, tendeni yaliyo mema. Lianna Ramadhan kama qala subhanahu wa ta'ala ayyaman madudat, Ramadhani kama alivyosema Allah ni masiku machache, kabla hujashtuka hiyo imeondoka. Mwenyezi Mungu atujalie kula miongoni mwa wale ambao wanasikiza kalima na kufuatisha katika matendo. Allahumma barik lana fi ramadhanina wa yassir lana fihi siyamana wa yassir lana fihi arzaqana wa ba'id lana fihi alfawahisha ma dhahara minha wa batan warzuqna fihi halawata aliman wal Qur'an warzuqna haqqa ittiba' واشف لنا أمراضنا يا رب العالمين واغفر لنا لذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا والمن كان له حق علينا الحاضرين منهم ومن مضى وكفر عنا فيه سيئاتنا واجبر قصرنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واكتب لنا السلامة والعافية والطمأنينة، السلامة والعافية والطمأنينة القلب والأهل والمكان. اللهم نسألك يا رب العالمين أن تهدي ولاة أمورنا، اللهم اهدي ولاة أمورنا، لا سيما رئيس زنجبار والرؤساء والحكماء في بلاد الإسلامية من مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجعلهم من الذين يرفقون لرقيتهم، اللهم اجعلهم بطانة صالحة التي تنشرهم وتهديهم إلى الخير يا رب العالمين. اللهم نسألك يا رب العالمين هداك ورضاك والفوز بالجنة والنجاة من النار. صوموا يا رب يا عباد الله كما صام أصحاب رسول الله وأصحابه، ولا تكونوا كما المنافقين فإنهم لا ينال في صيامهم شيئا. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وأقم الصلاة.